kweli umeshtakiwa, shahidi yule unatoka. Tanzania yetu, amani kwanza. Sasa ni muda wa mada ya mwisho, ambapo tukitoka hapo tutakwenda kwenye majadiliano. Huo utakuwa ukumbi wenu sasa, mjimwaemwae. Ukitoka hapo, mgeni rasmi atufungie jambo letu, mwende mkaupige mpunga, wali mwingi sana. Tanzania yetu. Sasa tunamwita kwenye podium hii ndugu yetu Derek, Comrade Derek Musururi. Karibu kaka Derek kwa ajili ya mada yako ya umuhimu wa kushiriki kwenye uchaguzi katika kuendeleza amani, utulivu, umoja, mshikamano na kazi maendeleo. Karibu sana. Karibu. Tanzania yetu, wazee wangu, shikamoo. Ndugu mgeni rasmi, Mheshimiwa mkuu wa wilaya Saadi Mtambule, Mheshimiwa mgeni maalum, Mheshimiwa Ramadhani Makabida, mwenyekiti mstaafu wa CCM mkoa wa Dar es Salaam, mwenyekiti wa kongamano hili mstahiki meya mstaafu baba yangu Salum Londa, mwenyekiti wa CCM wa wilaya Kinondoni Comrade Shaweji, kiongozi wangu, mratibu wa kongamano hili adhimu na la kipekee sana, mbunge mstaafu wa jimbo la Kinondoni Mheshimiwa Idi Hassan, msimamizi wa uchaguzi kutoka Tume Huru ya Uchaguzi INEC, natumaini kwamba ameondoka tayari, nimemtambua, lakini kamishna msaidizi mwandamizi wa Jeshi la Polisi Jamal Wambo, mwandishi wa vitabu mwenzangu, lakini pia mwananchi mwenzangu, viongozi wa kiroho, kamati ya maandalizi ya kongamano hili. Natumaini labda itifaki izingatiwe kwa sababu ya muda. Ndugu zangu wapendwa, ni vigumu sana kuongea muda huu baada ya waongeaji maarufu wazuri sana kutoka kwenye podium. Ni kazi kwelikweli, lakini nitatumia muda mfupi basi kuongea haya machache ambayo nilikuwa nimeandaa kwa kumbukizi hii ya Mwalimu Nyerere, lakini pia umuhimu wa kushiriki kwenye uchaguzi katika kuendeleza amani, utulivu, umoja, mshikamano na kasi ya maendeleo. Wazungumzaji waliopita wametuambia kwa kweli kabisa kwamba bila amani hakuna maendeleo. Wametaja mifano ya mataifa, lakini kabla hata ya kwenda kwenye mataifa, hata katika nyumba yako wewe mwenyewe au nyumba za watoto wetu, za jirani, utaona nyumba ambayo haina amani, siku zote hakuna maendeleo. Mwenyezi Mungu atunusuru. Kwa hiyo hata katika taifa ndio hivyo hivyo. Madhumuni ya mada yangu hii kwanza ni kuangalia mchango wa Mwalimu Nyerere katika amani ya Tanzania, lakini kwa haraka tu nitaomba mniruhusu tumwangalie Mwalimu Nyerere kwa namna ambavyo nimemwona mimi, then tutaona umuhimu wa kujitokeza kupiga kura kwa mustakabali mwema wa taifa letu la Tanzania, alafu tutaona mwisho kabisa mapendekezo machache. Leo tunamkumbuka kiongozi wetu, mwasisi na rais wa kwanza wa taifa letu la Tanzania. Mwenyezi Mungu amrehemu. Hii inatukumbusha umuhimu wa amani, kwa sababu yeye alisimamia amani kindakindaki. Ndio maana mpaka leo taifa la Tanzania bado lina amani. Watu wengine walikuwa wanaangalia, walifanya utafiti, wakaona kwamba Tanzania ina viashiria vyote vya taifa kuwa kama DRC.
kama Sudani ya Kusini, kama Sudani, kama Libya ilivyokuwa, kama wapi tena, tunafahamu mataifa mengi. Lakini wakawa wanashangaa, hivi ni kwa sababu gani haya ambayo tunayafikiria kwamba yangetokea Tanzania yanayotokea huko kwingine hayatokei Tanzania? Huu ni utafiti ulifanywa na watu wa chuo kimoja kikuu cha mataifa ya Scandinavia, ambapo natumaini sasa hivi Mobare Matinyi alikuwa msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anafahamu vizuri hii story kwa sababu ameandika mahali fulani. Lakini baada ya kufanya utafiti, hawa wazungu wakaja kugundua kwamba ni kutokana na misingi aliyoiasisi Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Makofi kwa. Sasa ndugu zangu, baada ya kulifahamu hilo, nadhani tunapotoka hapa, ninawaomba na kuwanasi sana, kama ambavyo wazungumzaji waliopita wameongea, basi tuwanasihi watoto wetu, wajukuu zetu na majirani, ili waweze kujua umuhimu wa amani. Kuna kitabu kimoja ambacho nilikiandika mwaka 2020, kinasema namna ya Afrika kuwa na uchumi mkubwa kuliko mataifa mengine yote duniani. Watu wengine wakadhani kwamba ninaota, lakini kama nafikiri mnamfahamu Profesa PLO Lumumba wa Kenya, aka tweet kile kitabu, sababu nilimpatia, akasema hili linawezekana, lakini endapo amani ya Afrika itatunzwa. Akasema inawezekana, lakini akaongelea amani. Lakini mbali na hilo, juzi hapa tunakumbuka Mheshimiwa Rais Dr. Samia kipenzi chetu alikuja na falsafa ya 4R. Ile falsafa baadhi ya watu wakajaribu kuibeza, lakini mimi nikafahamu wanafanya hivyo kwa sababu hawaijui. Mimi nikakaa nikafanya utafiti. Nilivyofanya utafiti nikaandika kitabu, kipo pale. Sasa baada ya kuandika kile kitabu, watu walivyokisoma wakaona uhusiano wa zile R4 na amani ya nchi, na amani ya familia, na amani ya taasisi. Ndipo ambapo wakaanza kuiappreciate. Lakini sio Tanzania peke yake, hadi mataifa ya nje sasa yanaiga zile 4R katika tawala zao. Mpaka hapo ndugu zangu, mnaelewa tunaye kiongozi wa namna gani, kwa yale makubwa na mazuri ambayo hadi sasa ameyafanya. Na waambieni wazee wangu wapendwa, ile falsafa itadumu milele na milele kwa wale ambao wanapenda maendeleo, kwa sababu hakuna maendeleo bila amani. Sasa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, haraka tunafahamu kabisa kwamba na yeye aliamini sana katika amani, ndiye muasisi wa amani. Yeye aliamini katika maridhiano. Zile R4, ile R ya kwanza ni maridhiano. Kwa hiyo mnaona sasa hapa Mwalimu Nyerere anakwenda kukutana na Dr. Samia katika falsafa zao. Mwalimu Nyerere alisimamia maridhiano. Mnakumbuka kabisa, wale vijana watakuwa wamesoma, lakini wazee wangu mnakumbuka kwamba hata baada ya Mwalimu kuwa ameondoka madarakani, alikuwa mpatanishi wa mgogoro wa Burundi, akawa anawaleta kufanya maridhiano. Mnakumbuka wazee wangu wapendwa, mimi nilikuwa mdogo wakati anafariki, nilikuwa form 3 na nilihudhuria mazishi wakati anang'atuka, nilikuwa form 3.
nilikwenda Butiama, nilikuwa hapo pale. Akiwa anakuja, nilikuwa nasoma Musoma pale shule ya msingi. Akija, nilikuwa nacheza utamaduni, tunakwenda kumchezea utamaduni pale. Kwa hiyo alikuwa ni mtu wa maridhiano. Mnafahamu kabisa kwamba hata kuna kipindi Watanzania walikuwa wanamlalamikia. Kwa nini? Kiongozi mmoja amekosea hapa, anamtoa hapa, anampeleka pale. Amevuruga pale, anamtoa, anampeleka pale. Ukiwa na kiongozi ambaye hana ustahimilivu, ambaye si mtu wa majadiliano, hawezi akafanya hivyo. Lakini kumbe alikuwa anaangalia bigger picture, kwamba mtu akikosea mara moja, inawezekana alipotoka pale. Ustahimilivu ni sifa kuu sana ya uongozi duniani. Huwezi kuwa kiongozi mzuri hata katika familia yako kama wewe huna ustahimilivu. Mwalimu Nyerere alikuwa mstahimilivu sana, na ustahimilivu ndiyo nguzo ya pili ya falsafa ya R4 ya Mama Samia. Unaona tena hapa Mama Samia anakutana na Mwalimu Nyerere. Sasa Mwalimu alikuwa mwanzilishi wa OAU, nafahamu. Aliamini katika utu na ameandika maandiko yake katika utu. Leo hii tunaona Mama Samia anasimamia utu. Usiombe ukawa na mkuu wa nchi ambaye hana utu. Pale anaposema mimi sipendi fedha za dhulma, sipendi, na ameingia madarakani, kawarudishia huyu, sio akaunti yake ilikuwa imefanywaje, huyu vile, karudisha mama wa watu. Ndugu zangu, samahani, lakini naomba tuseme tu ukweli. Hapa tunaangalia utu. Ndiyo maana nikashawishika hivi karibuni, Mwenyezi Mungu akinijalia, basi kuna kitabu ambacho nitakitoa kinachosema uongozi unaojali utu, mwelekeo wa maendeleo Afrika. Mwelekeo wa maendeleo Afrika, tunaona tena Mama Samia anakuwa rais wa pili katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutengeneza dira ya maendeleo ya Tanzania, dira rasmi. Hii ni ya pili. Sasa katika hii dira rasmi ambayo anaitengeneza, tunaona kwamba katika miaka 25, inshallah Mwenyezi Mungu atujalie, dira inasema baada ya miaka 25 Tanzania hii iondoe aina zote za umaskini. Zote. Unaweza kuona kama ndoto, lakini kama SGR tuliona ndoto hivyo hivyo. Sasa kitu cha pili na cha mwisho hapo ni kwamba Mwalimu anapokutana na Daktari Samia, ni pale ambapo Daktari Samia katika ile dira amelenga kwamba nchi yetu ya Tanzania, fahari yake, pale ambapo Mwalimu Nyerere anapopata uhuru, ameupigania uhuru wa Tanzania siku ile mwaka 1961, anasimama anasema kwamba sisi tumeleta uhuru wa kisiasa. Kazi inayobakia sasa ni kupigania uhuru wa kiuchumi. Sasa Tanzania ndani ya miaka 25 inayokuja, tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie dira ya maendeleo ya 2050 inasema kwamba Tanzania itaondoa utegemezi wote wa mataifa ya kigeni, kwamba bajeti yetu tutegemee wafadhili waje watupatie pesa za kununua chaki. Hapana, amesema hiyo hapana, na hiyo ilikuwa ndoto
ya baba wa taifa. Labda kwa sababu ya muda siwezi nikaenda deep sana, ila pale kwenye kitabu changu kimoja hilo nimelisema kwa upana sana. Sasa Mwalimu alifuata demokrasia. Tunafahamu kabisa alikuwa mpatanishi mkuu, alikuwa champion wa maridhiano. Maridhiano tunayaona kwenye R4, na Mwalimu pia alikuwa championi. Nimetoa mifano kadhaa. Mwisho, ndugu zangu, labda tu haraka kwa sababu ya interest ya muda, na huu muda sio mzuri sana. Asante. Hakuna mfano, mnaelewa wazee wangu na vijana wetu, tuwaambie, hakuna rais katika dunia hii ya Mwenyezi Mungu, hakuna rais ambaye aliwahi kutoka katika nchi yake akatoa fedha na hata akatoa sehemu ya mshahara wake, akachukua askari wake wakaenda kufa vitani kwa ajili ya mataifa ya kusini mwa Afrika. Hakuna mwingine isipokuwa Mwalimu. Wapo wengine walijaribu, lakini si kwa kiwango cha Mwalimu Nyerere. La pili, Mwalimu Nyerere ni kinara wa ukombozi wa bara la Afrika. Kuna jambo nataka kuliongea hapo, naomba nilihifadhi mpaka hapo baadaye kidogo. Tanzania ilichaguliwa kwa nini? Makao makuu ya kamati ya ukombozi ambayo ilikuwa chini ya Brigedia Hashim Mbita. Mnafahamu kabisa hilo kwamba ilikuwa ni Tanzania chini ya Mwalimu Nyerere. Mwalimu alikuwa akitoa hadi nusu ya mshahara wake kusaidia ile kamati ya Hashim Mbita. Tanzania ilitoa hadi bilioni 3 dola za Kimarekani, na hilo ngoja tuliache kidogo. Lakini pia Mwalimu alikuwa mwenyekiti wa nchi zilizo mstari wa mbele, mnafahamu, ambao baadaye ndio ikawa SADC, baadaye ikawa SADC yenye si moja. Mnafahamu kabisa hilo wapendwa. Ni yeye aliyekuwa anatoa mikakati, anazunguka duniani kuyasemea yale mataifa ambayo bado yalikuwa yako katika utawala wa walowezi, yananyonywa, yanatawaliwa, watu wake wanateswa. Mwalimu mnafahamu kabisa, Robert Mugabe marehemu aliwahi kusema, mzigo mkubwa kuliko yote, mzigo ambao